Kwanza tujue kwa kesho tunacheza mchezo mkubwa katika nchi yetu, tuna mchezo mkubwa baina ya Simba na KMC. Lakini mimi niseme pressure ambayo tulikuwa nayo ni kubwa, bado tuko hali ya chini. Lakini timu bado imeimarika, kila siku inaimarika. Na imani kikubwa zaidi ni kwa timu kukosa matokeo, maana yake pressure haiwezi kuondoka. Kwa hiyo na imani kama tutapata matokeo kwa mfululizo, bila shaka pressure itaondoka. Na kesho zote tunaingia kwa kutuliza hiyo pressure ya shabiki, kutuliza pressure klabu yetu pamoja na vijana wangu. Na imani kuwa pressure itatulia kwa mujibu wa matokeo yatakayopatikana. Kifupi wajibu wetu tunapokuwa na timu tunafundisha, maana yake kuna makosa tuyaone, tuje tuyatetue katika kiwanja cha mazoezi. Tumeshafanya mazoezi ya aina hiyo ambayo kikubwa zaidi ni kuwa wachezaji wawe makini. Kupoteza pasi ni kupoteza umakini. Kwa hivyo umakini nadhani tumeshaweka sawa. Bila shaka tunacheza na timu kubwa, kwa hivyo nadhani timu ambayo ukifanya makosa inaweza kukuhukumu. Naona hakitotokezea kiasilimia hizo ambazo umeziona. Kiasi fulani naona watakuwa vijana wako sawa. Kuona sasa kama kuna nafasi wanaipata wao waitumie, lakini vile vile wawe makini katika kupoteza nafasi ambazo zinaweza zikaja zikatuhukumisha katika makosa ambayo tutakayofanya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kwa kila mchezaji na tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Kwa dhahiri mwalimu jinsi anavyotufundisha, kila mtu akilifanyia kazi ile ambayo amefundishwa kwa asilimia alau hata 90 tunaweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Mchezo wa kesho ni mchezo mgumu kwa sababu tunaenda kucheza na timu kubwa, lakini siku zote mchezaji huwezi kuwa mkubwa kama hujacheza na timu kubwa, hujacheza na mechi kubwa. Kwa hiyo kila mtu amejiandaa kisaikolojia kuweza kupambana katika mchezo wa kesho na kuweza kupata matokeo ya alama 3.